Irani yatishia kuishambulia kinu cha nyuklia cha Dimona, Israel. Afisa wa jeshi la Iran amesema kuwa jaribio lolote la Marekani au Israel la kutaka kupindua utawala wa Iran kupitia machafuko ya silaha litakabiliwa na jibu la moja kwa moja ambalo linaweza kujumuisha kulenga kinu cha nyuklia cha Dimona cha Israel. Afisa huyo aliongeza katika matamshi yaliyobebwa na tovuti ya habari ya Iran kwamba kuanzisha mpango wowote unaolenga kuangusha utawala kutailazimu Iran kulenga miundombinu ya nishati ya eneo hilo. Na ingawa Israel haijawahi kukiri rasmi kumiliki silaha za nyuklia, tathmini nyingi za kimataifa zinaonyesha kuwa inamiliki silaha hizo. Mpango wake wa nyuklia unachukuliwa kuwa moja ya silaha za siri zaidi za maangamizi makubwa duniani. Israeli haijatia saini mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia na mkataba wa kimataifa unaolenga kuzuia kuenea kwa aina hii ya silaha. Kwa sababu hii, vifaa vyake vya nyuklia haviko chini ya mfumo wa ulinzi wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki, ambayo inaruhusu wakala kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa vifaa vya nyuklia katika nchi ambazo zimejiunga na mkataba. Uwezo wa nyuklia wa Israel umebakia kuwa mada makadirio ya kijasusi yasiyo na uhakika tangu miaka 1960 ilipoanza kuendesha kinu cha nyuklia cha Dimona kwenye jangwa la Negev. Na katikati ya miaka ya 1980 sehemu ya uwezo huo ilifichuliwa baada ya fundi wa zamani wa kinu Mordechai Vanunu kupatia gazeti la Uingereza maelezo na picha za kile alichosema ni vichwa vya nyuklia vya Israel. Na habari iliyofichuliwa na Vanunu ilisababisha kutathmini upya kwa makadirio ya hapo awali ya ukubwa wa ghala la nyuklia la Israel ambalo mwaka 2003 lilikadiriwa kuwa si chini ya vichwa 100 vya nyuklia na ikiwezekana 200, lakini hakuna ushahidi kwamba Israel imefanya jaribio la nyuklia lililokubaliwa hadharani. Hata hivyo, watafiti wengine wanapendekeza kwamba mlipuko unaoshukiwa na nyuklia kusini mwa bahari ya Hindi mnamo mwaka 1979 unaweza kuwa jaribio la nyuklia la Israel, labda lilifanywa kwa ushirikiano na Afrika Kusini, ingawa hii bado haijathibitishwa. Na muda mfupi baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israeli mwaka 1948, baadhi ya viongozi wake walianza kuonyesha nia ya kuendeleza uwezo wa nyuklia kama njia ya kufikia kile kilichoelezwa kwa uzuiaji wa mwisho. Mnamo mwaka 1952 tume ya nishati ya atomiki ya Israeli ilianzishwa, ambayo ilifanya kazi kwa karibu na jeshi. Lakini kufikia mwaka 1953 Israeli ilikuwa imeanza kuchimba urani kutoka kwa phosphate katika jangwa la Negev, na pia ilikuwa imeunda uwezo wa kiufundi unaohusiana na utengenezaji wa nyenzo za kimsingi zinazohitajika kwa mpango wa nyuklia. Ili kubuni na kujenga kinu cha nyuklia, Israel iliomba pia usaidizi kutoka kwa Ufaransa, ambayo ilikubali pia kushirikiana nayo. Lakini kulingana na makadirio ya watafiti katika masuala ya usalama wa kimataifa, makubaliano ya siri yaliyofanywa mwishoni mwa miaka ya 1950 kati ya Ufaransa na Israel, ambayo ilisababisha ujenzi wa kinu cha Dimona katika jangwa la Negev. Kiwanda cha nyuklia cha Dimona hapo awali kiliwasilishwa kama kiwanda cha nguo, kituo cha kilimo na kituo cha utafiti wa madini. Lakini hata hivyo, mnamo mwaka 1960 waziri mkuu wa Israel wa wakati huo David Ben Gurion alitangaza utata huo kuwa kituo cha utafiti wa nyuklia kilichojengwa kwa madhumuni ya amani. Lakini Marekani ilikuwa imeeleza wasiwasi wake baada ya picha zilizopigwa na ndege za kijasusi za US U2 mnamo mwaka 1958 kufichua kazi ya ujenzi kwenye kinu huko Dimona. Lakini katika miaka 1960 wakaguzi wa Marekani walitembelea kituo hicho mara kadhaa, lakini hawakuweza kuunda picha kamili ya shughuli zilizokuwa zikifanyika huko. Baadhi ya watafiti wa usalama wa kimataifa wanakadiriwa kuwa Israeli imechukua hatua kuficha sehemu za kituo hicho, ikiwa ni pamoja na kuweka panel bandia kudhibiti na kufunga korido zinazoelekea katika baadhi ya maeneo ndani ya jengo hilo. Lakini wakaguzi wa wakati huo walisema hakukuwa na mpango wazi wa kisayansi au kiraia wa nishati ya nyuklia ili kuhalalisha ujenzi wa kinu cha ukubwa huo, lakini ambacho wataalamu wengine walizingatia dalili ya mpango unaweza wa kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini mnamo mwaka 1968 tathmini ya CIA ilihitimisha kuwa Israel ilikuwa imeanza kutengeneza silaha za nyuklia ndani ya miaka ya uvumi kuhusu ukubwa wa silaha zake za nyuklia. Lakini kesi ya Vanunu mnamo mwaka 1986, Mordechai Vanunu ambaye alifanya kazi kama fundi katika kituo cha nyuklia cha Dimona
alitoa kwa gazeti la Uingereza la The Sunday Times habari na picha kuhusu mpango wa nyuklia wa Israel. Uvujaji huu ulichangia kuongezeka kwa imani miongoni mwa wataalamu wengi kwamba Israel inamiliki silaha za nyuklia. Kwamba kabla ya kufichua mengi kwa vyombo vya habari, mwanamke mmoja ambaye baadaye alitambulika kuwa wakala wa Israel alimrubuni kutoka London baada ya kumshawishi kusafiri naye hadi Roma. Huko maajenti wa Israel walimtilia dawa na kumsafirisha kwa siri hadi Israel, lakini Vanunu alihukumiwa kwa kosa la uhaini katika kesi iliyofunguliwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 18 jela. Na marehemu waziri mkuu wa Israel Shimon Peres, ambaye anasifiwa kwa kuwa na jukumu kubwa katika kuendeleza mpango wa nyuklia wa Israel, alisema kuwa alichofanya Vanunu kilisababisha madhara makubwa kwa usalama wa Israel. Wasiwasi wa Kiarabu, nchi kadhaa za Mashariki ya Kati zimeelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa Israel kumiliki mpango wa nyuklia kumiliki silaha za nyuklia, na baadhi ya nchi katika kanda hiyo zimeshtumu Marekani kwa kutumia viwango viwili kupuuza mpango wa nyuklia wa Israel, huko zikidai kuwa nchi nyingine kama vile iliyokuwa Iraq, Iran na Syria ni tishio kwa sababu ya madai yao ya kumiliki silaha za maangamizi makubwa. Mnamo mwaka 2004 mkurugenzi mkuu wakati huo wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic Mohamed El-Baradei alitaka Israeli kujiunga na mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia na kuachana na silaha zake za nyuklia, akisema kwamba hii inaweza kuchangia kuimarisha amani Mashariki ya Kati. El-Baradei alionya kwamba imani kwamba umiliki wa Israeli wa silaha hizi unaifanya kuwa salama zaidi inaweza kuwa ya kupotosha, kwa sababu nchi nyingine katika eneo hilo zinaweza kuhisi kutishiwa na uwepo wake. Shukrani kwa Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Jina langu ni Tobias Kisima, nikutakie wakati mwema.